na hii biashara yangu inaleta down. Mbona duka. Unajua tu mambo na duka. Kitu napata shilingi 2 moja. Kwanza mimi ninauza fruits. Niko na shida. Habari zenu watu wa mkutano. Mzuri mkubwa. Yeah. Hope mnaendelea vizuri na ujenzi wenu wa taifa. Tuko sawa. Mko salama? Si tuko sawa. Mimi ndo naitwa Chief Inspector Sakwa. Wewe ndio CS hapa? Yes. At least. Hata mpaka usalama umekuwa sawa. Hiyo ndo kazi yetu. Na hata hiyo police station ni yenu. Karibu. Furahi kuona. Okay. Biashara naona hata ikiishi sana. Vijana. Karibuni sana. Asante mkuu. Tunashukuru. Asanteni sana. Karibuni vijana. Karibu. Hapa. Yes. Furahi sana kuwaona mmekusanyika hapa kwa ajili ya kujadiliana jinsi ya kuijenga taifa. Kwanza kijana, wewe unashughulika na kazi gani? Kwanza mimi ni mfugaji wa kuku. Okay. Hongera sana na wewe. Mimi nashughulika na kuuza nyama kwenye bucha hapa kijiji kwetu ya Makutano hii. Mama taifa. Sema mama. Wewe unashughulika na mishe gani? Mimi niko na duka kubwa hapa Makutano. Wow, napenda wamama sana kwa sababu ninyi mnatia bidii sana kwenye ujenzi wa taifa. Na hivyo ndio tunataka kijiji kiendelee hivyo. Vipi mama? Mimi nauza samaki. Okay. Utukule samaki. Changa tu hapo samaki zangu saizi hakuna mwenye anashika. Tumefurahi sana, tumeshukuru. Okay, vizuri sana. Nimetuwekea security nzuri sana. Samaki nauza, omena, hata kamongo, mbuta, hata shivambala zote ziko ndani. Okay. Sasa naacha tu hapo, sina shida. Ndio. Naacha tu hapo, security iko sawa. Iko salama. Haiko salama. Sasa hii tunasikia vizuri. Nashukuru sana kusikia hivyo. Asante. Furahia security nao nituwekea iko sawa. Hiyo. Fruits unaona ni maacha tu zikosea. Hiyo ndo kazi yetu, kuhakikisha mnafanya mambo yenu ya ujenzi wa taifa mkiwa salama. Sawa. Na hata hiyo police station mnaiona ni yenu. Ndio. Kwa sababu ipo kwa ajili yenu. Hata saa hii maduka ivunjwi. Yes. Hizi maduka hata ivunjwi, iko sawa. Vizuri. Sawa. Kidogo naweza kukuona kando. Okay. Unajuana. Wako na deal nyingine. Wako na deal. Ama nyinyi mnajua fee. Lazima kuna deal. Jamaa kuna mke. Jamaa alioa. Na mbona anaita tu fee kwa hao watu wote? Sasa kwa hilo nilikuwa napendelea sana tukutane na wewe leo tuzungumze ABCD. Sisi tatani sawa, utajileta. Sio unakuja utakuja tu. Karibu. Kwa sana kusikia hivyo. Ni sawa, nimekukaribisha. Sijui nikuletee nini nikija. Usijali, wewe unajitenga utanileta. Acha mimi nirudi hapa ya nimekuwa. Sawa. Ni sawa, sio utatenda salama. Sawa. Bye. Kumbuka kwa makini. Sawa, see you. Okay. Mama OCS. Mama. Naam. Umeshakuachia chai mkono. Ndio uende kazi. Karibu kwa kiti. Hata sikai mke wangu. Chai? Tuna kikao kwa chief, tunapaswa tuende tufike kule tusuluhishe mambo kwanza mapema sana. So unamaanisha ukunywe chai yangu ama? Chai ningeikunywa lakini kaa kidogo basi. Tutaki kunywa chai. Hivi niulize mume wangu, kila siku kazi. Kwani hakuna siku nyote utachukua time na mimi? At least hata tuongelee, tushauriane, kama labda nimelemewa mahali fulani tuongee. Ukiamka ni kazi, ukirudi umechoka ni kulala, ukiamka ni kazi. Kwani ni siku gani tutaongea na wewe kwa hii nyumba? Hayo yote unayozungumza uko sawa. Na pia mimi ningependa yawe hivyo, lakini ni kazi. Nataka nikutilie chai, niende nikuletee chapati. Na king'ang'anizi chako. Shika. Okay, sawa, sina budi. Okay, nataka kwenda kuletea chapati. Usijali, usijisumbue mke wangu. Mbona nisumbua? Wacha nikuletee chapati kwa
kwanza. So tulie nikuletee chapati ukunywe nayo. Usijisumbue mke wangu. Acha tu niko haraka, niko na dharura naenda police station sasa hivi. Unajua mimi pia nachoka kwa hii nyumba. Umesikia tu vizuri. Sasa iko hivi, sawa? So umeona chai yenyewe pia nimekulazimisha. Leo ni siku yangu ya kwenda clinic. Ila hupaswi kuchoka. Na nashukuru sana kwa nikumbusha. Sasa kama hutaki kukaa hapo chini tuongee na wewe, nitaongea na wewe siku gani? Sasa fanya hivi, mke wangu, samahani sana. Wewe nenda tu kliniki kwa leo, alafu next nitakusindikiza. Wewe pia umeona leo iko fixed. Leo iko fixed leo. Ngoja mimi nakuchoka, sikudanganya. Usinichoke. Sasa ukinichoka mapema hivi itakuwaje? Sio kila siku uko tu busy na kazi. Mwangalia hata venye umesweat saa hizi. Chai ni moto. Mimi hata nachoka, sikudanganya. Acha tukutane, nashukuru sana kwa chai yako. Sawa? Usinune. Sawa? Kila siku tu mwanaume pia kitaki tu ni kazi. Kuna siku atawahi kuja kukaa kwa nyumba tuongee na mimi hata nachoka mimi. Yani hata saa zingine mtu inafaa kae na mpaka ilisi akamsikiza ile harufu yake kanigonga kwa tumbo, mwanaume hana hata haja na mimi. Lakini hata mpaka nachoka. Hata sijui nifanye aje. Mimi nasikia yangu naanza kutukana mwanaume anasema sijui unamkalia na yeye mwenyewe anajileta hizo shida zote. Hodi hapa. Yes. Rejo mwanangu. Mam, Uko? niko karibu. Mwanangu wa kipekee. Habari mama. Mwanangu. Umeng'aa kabisa kama malaika. Nzuri mama, niko poa. Karibu. Asante. Hata pia wewe mama. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, nimekumiss. Siku hizi. Uko smart sana. Na nini? Venye niko tu hivi? Mama mimi sijang'ara. Uko sawa. Karibu. Asante. Naona siku hizi umekabeba. Kana grow haraka ni kama babu yake. Ndio vizuri mama. Kumbe ni hivi tu. Niko poa. Uko poa? Karibu. Karibu mama. Kanaendeleaje yako? Niko poa kabisa. Mamangu. Niko. Mazuri ya nyumbani. Sisi tuko tu. Hakuna shida. Umeona sasa wewe ni mwanamke wa boma. Kwani hapa nyumba siko nakaa. Unakaribia kupanua familia. Ndio vizuri. Sasa nitapeana kijana wangu mahari akupelekee nyumbani kwenu. Mtakuwa mfanya vizuri. Asante. Pia tuko. Pia tumetulia. Ameenda wapi? Ameenda kazi. Ameamka asubuhi akaenda kazi akasema kuna meeting. Anaenda mbio ameitwa. Okay. Sasa mpaka jioni ndiye arudi. Kuna shida mama? Hakuna shida. Unaona tu nikuje niwatembelee. Niko ndio kuna shida. Wewe niko mwanzo nimekumisi wewe sana. Si unaona hata nimeshangaa kumbe uko sawa. Hata nilikuwa nataka nimwambie tupange siku tukuje nyumbani kutembelea. Maana nimekaa bila kutembelea tu nyumbani. Karibuni sana. Sasa akirudi jioni nitamwambia. Ni sawa. Mama. Acha niende huko nikutafutia kitu. Ni nini? Okay. Ni sawa tu. Mamangu, mimi nakupenda. Unajua sasa ndio mamangu wa kipekee. Hata mimi nakupenda sana mwanangu. Sawa. Mama. Tena hii ni nini? Jamani. Tena tayari ameshapata mimba. Nilikuwa natarajia hii mimba ingekuwa yanamkula jamani. Hii kitu hii. Hata mimi nakupenda. Nakupenda mama. Napenda nani? Mimi no. Nimeweka kaptole no. Acha ningoje kijana wangu akuje. Ofisa Goliath? Yes sir. Hebu kidogo. Sioni baadhi ya ripoti kwenye meza yangu. Zinafanya nini bado? Ngine nimejiona complete. Nazihitaji hizo ripoti kwenye meza yangu sasa hivi. Yes. Yeah. SSP Tony. Mambo vipi? How is Central Police, my friend?
Kuko salama kabisa, kuko shwari. Karibu sana Makutano. Vipi huko? Kwema. Asante. Long time. Nimefurahi kukuona rafiki yangu. Asante sana. Habari ya kazi huko? Huko kwema? Huko ndo nasikia sifa zako kabisa, unafanya miracles. Misuko kidogo lakini tunafaulu. Nzuri lakini. Nzuri sana. Na vipi kuhusu shemeji? We nawe. Shemeji yako siku hizi tunakaa naye. Kuni zishapata jiko na chakula kinaiva ujue. Congratulations. Kazi nzuri sana. Thank you. Kwa hiyo yuko nyumbani sasa hivi? Yuko nyumbani? Kazi nzuri. Nami nataka nitafute muda pia nije nikuone. Vipi na wewe unaendeleaje huko? Niko salama kabisa. Shemeji bila shaka au bado uko single kama vile taa ya pikipiki? Usijali. Na ni kweli sijawahi kutambulisha kwako na Mola. Kuhusu kuja ni sawa kabisa. Kwanza leo sipo kwenye shift. Deputy wangu atakuwa yuko, kwa hivyo mtakuja. Wow, welcome so much at home. Kuja umuone shemeji yako, nione shemeji. Tunaweza kuwa tunapitana labda na hatujuani. Ni kweli? Wenda nikampata kwenye matatizo na simjui. Yaani bado unaishi michezo zako za zamani kama kawa. Unajua katika pita hizi hapa na pale ni kitu cha kawaida sana kukutana na mtu ambaye unapaswa kumjua lakini huo wakati humjui. Ni kweli. Kwa hivyo sasa kama shemeji huenda nimemuona lakini kwa sababu simjui nampita tu, namchukulia mtu mwingine wa kawaida tu. Bapo sio vizuri. Unachokisema ni kweli, kwa sababu kuna wakati katika maeneo yangu ya kazi nimemkamata jambazi mmoja. Yaani nilikuja kushtukia baadaye kumbe ni girlfriend ya bosi yangu. Acha. Sasa ulisuluhishaje sasa? Mimi nilikaweka kakalala ndani. Wewe. Alafu asubuhi ilipofika nilishtukia kameshaondolewa na bosi. Kwa hivyo sasa ukachukua hatua gani? Sasa ningefanyaje? Ilibidi tu yawe jinsi yalivyo. Ajabu haya. Kwanza huku kuna vitoto vichanga vimeamuka na mambo ya ajabu. Nakwambia nimevinyorosha. Sijaviachia nafasi hata kidogo ya kupumua. Ndo kazi yetu. Vitoto vidogo jamani. Yaani ukimwona mtoto unamwona kweli mtoto ako innocent. Lakini ukimpata kwenye simu, hapo ndo utajua kumbe si mtoto. Kweli, unajua vijana wengi kwa sasa wamekosa ajira kabisa. Kwa hiyo inawalazimu kwanza kufanya mambo ambayo ni kijambazi. Hizi ni akili mbaya tu, tusidanganyie ajira bwana. Kuna hustle huku nje mingi za watu kufanya. Kuna biashara za watu wana engage ndani. Sio kukosa ajira ndo kuanza kufanya uhalifu. Basi wengi tungefanya sana. Huwezi kuelewa. Kwanza kabisa kuna kajambazi nilikuwa na kapasi huku na nilikuwa naomba kama utanipa ushirikiano wako basi itakuwa ni vyema kabisa. Bila shaka. Hao watu wanapaswa kustopiwa kabisa. Kwa hivyo kama ni hilo, acha tuanze kulishughulikia mapema. Lazima wakazi wakae kwa amani. Hakuna kusumbuliwa na hao vijana wadogo. Ndo kazi yetu. Agre mwanangu. Mama. Karibu sana. Nimekungoja. Karibu sana mamangu. Nimekungoja sana mwanangu. Umefika saa ngapi? Nilikuja tu mapema. Kazi nayo. Kazi kwema. Nimekungoja sana. Mama. Hata Recho naye anatengeneza pale chakula. Mama Kijacho. Sharudi. Sharudi mkwangu. Asante. Mshindaje huko? Shinda. Yaani mamangu anaweza kuja alafu
usinitarifu popote. Wewe na wewe buka. Singekuwa mama yako kelele kwa simu mama amekuja. Sasa wangu amekuja. Alikuwa nishamuelezea, umsombe toka hapo kiniambia kwamba umeitwa kuna meeting. Si ndio mama nimekuelezea. Sasa nikamwambia utarudi jioni. Sasa ilikuwa lazima akungoje. Karibu sana mama kwa mara nyingine. Nimekaribia. Utokako mwanangu. Kwema kabisa. Kazi inaendelea aje? Kidogo tu hapa na pale, unajua changamoto haziishi, lakini ndo hali yenyewe. Ni mwanaume kung'ang'ana tu. Ndio hivyo sasa. Nilikuwa na lengo, nilibidi nikungoje tu. Tuwasiliane na wewe kidogo. Nashukuru sana. Mama Kijacho. Hope kule jikoni umejiandaa vizuri, sawa? Chakula. Kwa sababu muda ndio huu. OCS mwenzangu kutoka Central Police Station anakuja kutembelea leo. Swali niambia, nilisoma message. Okay. Mimi niko sawa. Okay, sawa. Nashukuru sana kuwa na mwanamke mkakamavu kama ulivyokuwa wewe. Sasa mama nimemwandalia chakula kizuri. Mamangu mpendwa. Asante. Nimejipanga zile pesa ambazo ulikuwa umeniachia, nimenunua kuku, kanunua samaki, kanunua fruits. Unajua nyinyi mnapendanga kula vitu tamu. Haswa. So hiyo ndo nimeandaa. Hata mama pia akitoka hapa akirudi nyumbani atakuwa amefeel kwamba ametoka kwa mtoto amelishwa vizuri. Na hapo ndo anajifunia sana kuwa na mwanamke mzuri kama alivyokuwa wewe. Mama, acha mimi niendelee jikoni huko, nilikuwa naandaa vitu vizuri, sije kaungua nilete meza vitu ambazo ziko giza. Sipendi maneno. So naelewa. Ila uwe makini usije kaunguza mikono. Siwezi. Sawa. Chanipe muda kidogo. Sawa. Mama. Mama, mtoto wa watu huyo. Nimemuona sasa kwa mwanangu. Mama. Nini yenye uleta hii? Mama, unamaanisha nini kwani? Sifurahishi na huyu msichana. Na nikwambia kutoka kitambo. Mama. Mbona tena mpea mimba tena, amebeba mimba ni kama anataka kutena po. Kunisha na familia. Mama, ni kipi nimekosa hapa? Nikwambia kutoka kitambo mwanangu. Na juzi nimekwambia niko na msichana yule mzuri sana. Mwenye anatoka kwa hiyo familia ambayo inajimudi yenyewe, yani familia mzuri. A rich family by the way. Tena ukimwangalia umbo lake tu unaona ni msichana ule mzuri. Msafi tena. Naona ndio lengo tu limenileta hapa. Hata ndio imenifanya sio, naona hiyo brother venye iko nje. Mimi nangojea tu venye nilishuka kwa gari akanikaribisha ndio, lakini mimi moyo wangu amfurahi. Kwa kweli mwanangu. Sio hivyo. Kwanza mtoto wa watu ndo nimemchukua kabisa, niko naye, hata wazazi wanajua. Alafu isitoshe ana mjukuu wako kwenye tumbo. Tutamweka wapi mama? Sasa nakwambia hivi. Mtoto kuwa mimba sio kitu. Kuzaa sio kitu. Ni wengi wamesana hawajaoleka kwa huyo mume. Naona mwanangu, mtoto tu akizaa tu anapatia hata mtoto mimi naweza lea. Naweza linda mtoto. Mbona namkula kuja hapa? Ni mtoto mwenyewe tena huyo na brown mzuri, ako na heshima zake, hata akikuja hapa utafurahia. Lakini mama, ujue ndoa ni kitu tofauti sana. Ndoa haifuatilii kuwa pesa au rangi ya mtu. Huwa inatoka ndani ya moyo, na mimi ndo nishaamua sasa ni huyu, alafu ndo nataka kunipinda mama. Huwezi uone unanyeka katika wakati mgumu wa kufanya maamuzi. Kataa maneno yangu mtoto wangu. Sijisi. Nasikia tu pressure ikipanda. Na nataka nikwambie mwanzo, unajua tu mimi na wewe ndio tumeshika hii familia. Babaka alifariki kitambo, si unaelewa? Naelewa mama. Mimi ndio naweza kupatia mali. Sasa hivyo hii mali unajifunia hii, hata mimi naweza kataa nisikupatie. Mama, sasa mali na ndoa zinaingilia wapi? Ama ndo kunishurutisha nifanye kile ambacho unataka wewe? Sio ati mimi nakushurutisha, lakini nataka tu uelewe. Kataa maoni yangu. Maoni ya wazee haikataliwi. Huwezi kataa. Karibu sana rafiki yangu. Karibu sana rafiki yangu. Karibu. Unajua huku mwanangu? Najua huku. Mnajuana? Karibuni.
Oh, karibu sana ndugu. Kwani vipi hujatoa haya magwanda ya kazi bwana? Ndo natoka tu kuingia ndugu yangu, hata sijakaa sana. Karibuni wageni. Acha. Karibuni hata huku. Karibuni sana. Asante. Salamisi. Karibuni. Karibu mami. Kijana wangu Tony, ndakalia pale. Roketi. Na hicho tena pia kalia hapo. Mimi ndio najua kupanga mesa kawaida, mama mkomafu kama mimi. Sasa Rejo mwanangu, kuja kalia hapa. Kalia hapa. Agre sakwa. Agre. Akuja kalia hapo. Tuko tu salama. Salama. Kuja kalia pale. Sasa nitakalia mama. Ambaye sina partner sasa, mimi nikalie hapa. Mama. Kuna sisi hapa. Ndio hivyo. Hakuna shida sasa. Kila mtu najua hapa na partner hapa. Vipi? Nimekuja na mke wangu, kwa hivyo anastahili kukaa karibu na mimi. Mke wako? Unamaanisha nini ukisema hivyo? Ya, amekuja na shemeji. Na mkola umeolewa? Hapana. Ni girlfriend yangu huyo. Ni Boyfriend wangu. boyfriend wako? Mama, unajua mimi sielewi. Kwani umetupanga aje? Nini mbaya kinaendelea? Mimi sielewi. Umeona nini libaya hapa? Sababu mimi nimepanga hivi inamaanisha kwamba huyu amjue huyu, wewe huyu amjue. Sasa kulikuwa unajua wewe? Hapana mama. Si mnakula Mama, mume wangu alikuwa amenielezea tu vizuri ya kwamba kuna mwenzake anakuja hapa. Na kupangwa sio mbaya. Si kujuana tu, mnakula mkijuana face to face hivyo tu. Lakini mama, kukaa kuna uhusianaje na kufahamiana? Tunaweza kufahamiana tu hata tukikaa vile tunafaa. Sasa mkikaa hata pamoja itafanya nini? Jamani, chakula kinapoa bwana. Unaona mama huyu, mamangu huyu ni mtu wa sarakasi mingi. Sasa hivi yuko tu hivi, inabidi tu muelewe. Kuja akae huku. Hapa Kuja akae wapi? Kuja akae wapi? Mimi kama mambo yatakuwa hivi. Unajua unalichukulia hili swala kuwa rahisi sana. Ila limenikera mimi. Kaka, naomba tuondoke. Tena unatoa. Rafiki yangu, namkula. Usiwe hivyo. Ni mambo madogo tu yanatengezeka haya. Namkula. Mama pia wewe umekosa. Sijakosa. Sasa unaona hata wanaenda kabla hata wakule chakula yote mami. Unajua kama nimekosea wapi? Amekasirika. Sasa siangetulia tu akae kukaa peke yake. Inamaanisha nini? Hajafurahia vile umetupanga ndo. Sasa vile mmefukuza wageni wangu, mhakikishe mnakula chakula chote. Kwa wachana na hasira mwanangu. Mimi ndo nimefukuza wageni. Mwanangu. Sasa nimekuja kuona wewe. Tena unatoweka unaniacha hapa. Sasa nini mambo, mimi sikule chakula. Hapa kwangu ameenda wageni ndio hao wameenda. Mama mimi pia siwezi kula hiyo chakula. Wewe ikule, mimi sielewi mambo gani inaendelea hapa mimi. Sasa mnaniachia vyakula sababu ya kupanga tu peke yake, kupanga nyumba, kupanga kwa mesa. Sio nyumba, kupanga mesa. Watu kukaa tu na kuongea, mtu ajuane na mwingine. Tena nimekuwa ni jambo lingine ligeni. Hata saa kwa mwanangu jamii. Kama mwana niwachia mesa tu. Nyama. Kumsema jamii. Naona mvua hadi imeanza. Huyu binti amechocha ni. Imeanza, unajua tumaadiana tukutana hapa. Naona dakika 30 zimefika ndani. Hii binti kama anataka kufanya mchezo. Inakuwaje wakati sisi tunaenda na kazi kulingana na masaa? Sasa Hata kidogo. Hata ndipo dakika 5 tuone. mbona ako na ripoti gani? Kumpange. Namna gani? Mbona masaa yenye tumaliana Kwani kuna nini?
Hapana, nimefika right on time, niambie. Sasa unajua mvua pia imezidi. Eleweka, najua sasa hii mpango tuko serious sana. Tuko tunashangaa kwa nini kutufailisha yuko wapi? Hapana, siwezi kufailisha. Uite tumaliza bana. Bana anakuja tena, ndio muita anakuja. Ona, acha tuelewane haraka. Inafaa tupange, utuambie masaa ambao utatualert, alafu tupige tupate. Sasa hii ndio imekuwa masaa yake. Siona hata mvua ndio inatuharibia, lakini ndio imekuwa masaa yake. Panga bana. Sasa fanya leo ipite. Saa hii saa 9. Saa 10:30 ukuja naye, unasikia? Ndio nimewasikia. Akishakuwa naye uite sisi. Utuite sisi, unasikia? Ndio nimewasikia. Ni sawa. Fanya mchezo utulalishe darasani. Siwezi walalisha, si nimewaambia. Sio. Ni sawa. Ili kuficha. Kazi kuwa rada mwana. Naona. Sasa acha tuende tupange. Sawa. Hii maisha mimi nitafaulu kweli? Unakaa una mawazo nyingi kwenye kichwa. Yaani mimi nakanga na bwanangu, kumbe mamangu hapendi. Na venye napenda huyu mama, sikujua hii itatokea. Mungu wangu. Yaani hata sijaamini nye mama alikuwa anaongea na kijana yake. Kwani amenichukua aje? Mimi si mwanamke. Mimi mwanamke sifai. Hello. Mama. Mpaka sasa hivi hujaingia ndani kulala, umekaa tu kwenye kochi, unafikiria nini? Kisha tu ndio nanauma. Kichwa ninanuma yambe. Unavyoonekana uko sawa. Sio kichwa tu. Kumbe unajua hilo. Unalijua, si ndio? Ni mara ngapi huwa nakuhitaji ni kuongelesha, tuongee na wewe kama mume na bibi? Sasa ndio hivi nimepata nafasi, niko tunaweza tukazungumza, lakini kipindi cha kazi unapaswa kuelewa pia. Umekuja kuniita kwa sababu siko bedroom. Ningelikuwa niko bedroom saizi ungekuwa ushalala usingizi kitambo. Umekuja kufanya nini kama sikuniita? Unashangaa penye mimi niko? Ya, sio kawaida yako. Na mimi nikaona labda ule mgogoro wa mezani labda ndo ulisababisha hayo yote. Hiyo limeleta maneno yote hata kabla hiyo ifiki. Sababu mimi sijafurahishwa na venye mama alikuwa anakuongelesha jioni. Kwani mama alisema nini? Kwa tena anauliza mimi swali kwa swali, tangu lini zinaendana? Mimi nakuelezea venye mamaka alikuwa anakuongelesha hapa, nimesikia mimi mwenyewe kwa sikio langu. Wakati nilikuwa huku nimeenda kuandaa chakula, nikasimama nikasikia kila kitu. Kwani mimi mwanamke sifai? Mimi si mwanamke. Achana na hayo. Mpaka uanze kuambiwa ati sijui namkula. Tena then unamkula mwenye ameongeleshwa, ndio wale wageni walikuwa nakuja. Hiyo time alikuwa hapa. Si alikuwa mwanamke. Sasa mke wangu, naomba unisikilize kwa makini. Unajua yule ni mama wangu na nimemjua tangu utoto. Mama ana moyo mzito nakwambia. Ya, lakini hivyo tu. Ni mama yako utamtetea? Sio hivyo. Sio kwamba namtetea kwa sababu ni mama. Wewe umeona ile kitu imefanyika imefanyika hiyo jioni hiyo? Yaani mimi nakalishwa na mgeni wako, alafu mamaka anachukua ule mgeni anakalisha na wewe. Tangu lini kwa nyumba yangu? Imagine mnakuja kunipangia vitu kwangu. Si ndio? Hata kama mimi ni yani mnaniona mimi ni mtoto mdogo kabisa mwenye ambaye si reason. Nachokuomba ni kitu kimoja. Alafu ni huyo na mkula tu the same mwenye alikuwa anaongelewa. Wanataka kuja kae na wewe. Ulikuwa unangoja kwanza nipate ujauzito alafu ndo anza kunifanyia madharau wewe na mama yako. Mimi nienda alafu yeye kuja kukaa hapa, si ndio? Kozi yeye amesoka nywele, ako smart, amvaa longi, anapendeza. Analikwa mimi. Mke wangu ni kama umeanza kunivisha kofia yenye miba. Kwanza huyu na mhula ambaye unazungumzia mimi ndo nimemwona leo. Sikuwahi mjua before. Kwani mimi namjua? Sasa mimi na wewe tunafanana. Sisi wote tuko green. La kunilaumu lipi hapo? Najua unatetea mama yako, lakini najua ni kitu ambaye mnajua. Hiyo ni deal. Sikia mke wangu. Ona.
achana mambo mengi ya kuwe. Mimi nakupenda sana na unafahamu hilo. Hata mama akizungumza yeye anaongea nayo toka moyoni mwake. Mimi sijaridhia na sijakubali. Okay, sasa tufanye kama ulivyokuwa umeniambia kwamba ulisikia kila kitu. Basi mimi nimechangia nini? Nilimsupport. Kusupport na juu ungeweza kusupport sababu ulikuwa kwa nyumba yako ukijua nitasikia. Hapana, sikukataa kusupport kwa sababu niko kwenye nyumba yangu. Nilishindwa kusupport kwa sababu nakupenda. Okay. Yeah. Na hivyo nilimpa heshima, ni mamangu. Singeweza kumfokea. Kwa hivyo mengi niachie kama mwanaume mimi ni deal nayo. So ujui mambo ya huyo na Mogola, hiyo jina yenye sijawahi sikia, jina kijinga hiyo. Kabisa. Sasa mke wangu, nakuomba utulize jazba basi. Tuende tukalale, alafu kesho tutafanya mambo mengine. Wewe achana na mama kwetu. Wewe mwelewe tu kama alivyo sawa. Basi nicheka kidogo na cheki. Atanisababishia manaiti mimi. Na kicheko. Basi mimi pia hata siendi kulala. Utacheka kwanza ndio nikufuate. Sasa ngoja basi. Twende. Sisemi nikali. Leta simu basi. Unataka nicheke? Tabasamu yako. Acha nisimame. Twende basi nakupenda. Sasa hapo nakupenda. Pumbavu. Nitakulipiza tu, mimi najua wakati wake. Okay. Ati? Okay, sawa, nakuja sasa hivi. Unasema wako hapo bado? Nini mbaya? Nini mbaya saa hizi usiku? Kwanza ni saa ngapi sasa hivi kwa simu shwari? Kuna mahali naenda mbio. Usiku. Kuna mahali naenda mbio, kuna dharura. Wapi? Niambie ni wapi unaenda? Ni wapi unaenda? Niambie. Kuna wahalifu wamefamia mahali. Nafaa tuende. Wewe ndio kila siku tu libaki tu, wewe ni mguu, mwenda mguu tu, ni kuona mbele kuzuri. Yaani shwari sasa hii ni stress gani kwa nyumba shwari? Hakuna siku nitapata amani na mwanaume kwa hii nyumba. Mimi nimechoka. Huku kama sijui kutengeneza maneno unataka hata choka. Sema kumesahau simu hapa. Nimwambia msema anakuja tumia yeye mtamuona. Sasa hivi ni mwache. What's up, man? Nataka nini? Toa silaha yako. Hapana, acha nitoe mwenyewe. Nduka. Toa simu. Simu. Niko magoti. Toa simu. Simu sina. Hapa sina simu ndugu yangu. Kijana, leta simu yako tusafishe. Tusafishe account zako zote. Ama nikupiga sasa hivi. Sina simu. Umeitisha silaha nimekupa. Na simu nayo sina. Kama ningekuwa nayo ningekupa ndugu yangu. Mbona tunapelekana mbali hivi? Alafu kama ni pesa, ungeniomba tu kwa utaratibu. Ningekuja hata nazo nikakupa. Hapa hakuna cha utaratibu sawa. Hapa nikufanya ile mimi nakwambia umesikia? Nimekusikia mkuu. Toa chochote ambacho uko nacho saa hii. Chochote. Zaidi ya silaha tu niliyokupa. Leta simu. Sina simu, nimeiacha nyumbani. Una nini? Kijana, una nini? Tunaweza tukazungumza bro. Hakuna hapa cha mazungumzo unasikia? Hakuna cha mazungumzo hapa. Kijana, leta ambacho uko nacho saa hii.
Toa simu. Sina simu. Uko na nini? Sina chochote hapa. Leta pesa. Toa simu. Sina simu. Anaenda wapi? Basi tukapambane mimi na nyinyi. Mwachie huyo niwape pesa kama mlivyosema. Kamchukua huyo. Muonyeshe. Bro. Mwachie huyo ni kiumbe dhaifu, bila na mimi. Umetaka vita. Taka vita. Nifunga. Napata kidogo. Umekupiga risasi? Kidogo tu. Dambe. Hello. Achosiesi amepigwa risasi hapa Makutano. Please simkuja na ambulance mnisaidie haki. Please. Okay, sawa, harakisha. Sawa. Nakuhurumia sana. Umeumia vibaya. Lazima nikujali kwa sababu wewe unaona. Mbona nafikiria hizo kimya yote mimi nitabaki na nani? Kwenye kazi ya polisi huwa wanatokea maneno kama haya. Tuko tayari kwa yote. Nashukuru Mwenyezi Mungu umetoka kwa ukiwa mzima, hata kama mpata hii ndio itakuwa sawa. Ndio sasa ndo la msingi. Ndio nakupenda sana. Itakuwa sawa. Asante familia. Au tunaendelea hapa. Ndio nataka upone mume wangu, nataka kuonesha kwa nini. Siwezi kukaa hivi. So, Nafanya kazi. na bado una wazimu wewe. Hapana, hiyo mimi siwezi kubali. Mpaka upone mwanzo ndio urudi kazi. Ikafika kama kumbuka tumenyapia. Utakuwa tu sawa mume wangu. Nipima kukumbia zaidi. Tena umekalisha mgonjwa wangu. Nafasi yao kuwa nalala. Bana nasi. Nimeamua tu kukaa kidogo ninyoshe mwili. Na hii hali yako Hatujazoea kulala sisi. ilikuwa nafaa ukuwa unalala kwa sababu temperature yake ilikuwa juu, lakini sasa hii imeshuka kidogo. Nashukuru tu naendelea sawa kidogo. Lakini unaona kwa mabadiliko yote Kabisa. Sio kama ilivyokuwa. Sister, saizi vipimo navyo niambia mmechukua damu kaenda kupima vikoje? Ndio, mgonjwa walimleta alikuwa kwa hali mbaya kabisa, lakini sasa hii nadhani anasikia vizuri. Nashukuru atakuwa sawa. Asante sister. Atakaa tu hapo kwa siku chache. Tuone kama anaweza pata nafuu. Okay. Maybe ndarudi nyumbani. Sawa, ndio kwa hiyo wiki anaweza enda nyumbani siku yote. Tukiona kama akiwa sawa. Anaweza rudi nyumbani. Sawa, ina shida. Nasi. Siwezi nikaruhusiwa nikawa naenda kazini alafu unakuja hapa check up. Hapana, lazima upone kwanza. Mpaka upone mnangu. Wewe mbona unataka kuharakisha hivyo? Si wanajua ambao uliumia na wewe ni mgonjwa. Kwa si lazima upona kwanza ndio urudi kazi.
Kwanza hata hii mkono yake iliumia vibaya sana. Wewe sikiza kwanza venye wanasema na daktari. Sawa, naelewa mama Huruma. Ni sawa, upumzike basi. Samahani, nitawaacha. Ni sawa, nashukuru. Na ukumbuke asikae sana, inafaa kuwa na lala. Ni sawa, nimesikia. Mseme mtaka niseme. Hivi ndiko kumzidi hapa mnao. Sawa. Sasa mbona nakutana na wewe kazi? Unajua nikikuona ukiwa na furaha mimi tena kwa na mfano mwalimu wangu. Mimi ni sana tutakuwa na tena. Okay, sawa. Kumbuka basi mama. Kumbuka. Pole na nani? Chekani mkubwa unatarajia nani? Wewe unataka nilie mume wangu pesa na maana. Wewe si ndio kula. Yule ambaye ulikuwa unataka kuniambia ndio wangu. Tena wewe ule unakuja hapa. Ni nani? Hebu toka hapa. Toka. Naomba nakupigie. Huyu mwanamke ndiye anataka kuangamiza. Huyu. Kelele ni ya nini? Kelele ni ya yule hapo mwanamke. Yeye kwanza saa hii nafaa kuwa na lala. Sio kelele hapo, mnaniletea kelele mwanamke nje. Sister naomba tu nitolee mwanamke. Usisikie bwana. Toka nje. Nafaa kuwa napumzika saa hii. Unaona hali yake ni mbaya. Rudi hapa tena. Makijacho. Wacha kelele basi. Huyu mwanamke anataka kutuangamiza leo ndoa yetu kwa nini? Hapana. Sasa tu. Uniambia nini wewe? Hapana. Wewe mimi nakujali kupumzika kwa kichwa chako. Mimi si utakuwa sana, lakini yule mwanamke simhitaji kwa macho yangu hata siku hii. Napumzika pole. Sana. Unanipeleka wapi? Acha kelele. Sawa. Unanipeleka kwa msituni. Sasa niambie tu penye mnanipeleka. Hebu tembea haraka mara. Hebu wacha kelele na utembee mara moja. Unanipeleka wapi? Tukuweka risasi. Uniambie mmenishikia nini? Hapa ni wapi venye mmenipeleka? Nataka hebu songa pale mbele. Nisongesha hapa hivi. Na nyamaza. Sawa. Umenileta wapi? Tulia. Tunataka upigie mmeo simu. Aje hapa peke yake. Mara moja. Mimi sina simu. Simu sio shida. Oi. Sita simu. Ingia. Mtaza. Kijana. Unasemaje? Unanipata? Unanipata? Nasema ukuje hapa makutano Kusangalo mara moja hapa junction. Kuja hapa na shilingi 1,000,000. Na uje peke yako mara moja, sitaki kueleza zaidi. Makutano wapi ndugu yangu? Sangalo junction. Msitu hapa chini. Simwachie mke wangu tafadhali. Kuja na shilingi 1,000,000 tumatilie mkeo. Kuja haraka utaniua. Fanyana hivi. Biashara gani tunapiga? Kuja la sivyo tumuue. Tunaongea nini? Hebu songea kwenye siafu hapa. Kelele. Namazi. Wazako. Alizo kwa
Ndio kumana. Sasa kafarika na kwa ndio. Kama ikiwa na huyu naweza kushauri lazima nikatoa nini kujibu. Kuja, Hosies. Gram. Amuka. Fanya nini? What? Kwani hujakufa? Wewe ni kama paka. You have 9 hearts. Huh?
Well done, sis. That's good. This was yes. Hakuna. OCS ni soja. Relax. Once a soldier, always a soldier. Oh. Well done, OCS. Ndio mcheza na serikali. Fikiria serikali ni mchezo. Well done, Mr. OCS. Kazi nzuri. Shit. Who are you? Wewe ni nani? Basta. Wewe ni nani? Abdani. Unakufa sasa hivi kama mwenzako alivyolala pale. Hivi unasafiri kama yeye. Wewe ni nani? Na nani amewatuma? If I shoot you, Mkula. Mkula. Na Mkula yupi? Mkula safi. What? Nani na watuma? Mkula. Huyo na Mkula tunamjua ama? Sidhani, hawezi kuwa yeye. Na Mkula yupi aliyekutuma? Masafi. Mkula wa Masafi. Haiwezekani. Mbona namjua? Haiwezekani. Hawezi fanya kitu kama hicho. Haiwezekani. Sasa yeye ndio anawatuma. Kijana, sema ukweli au umalize. Yeye mwenye uwe nimesema ni yeye. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Na? Sergeant, shikilia mtu. Haiwezekani. 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 Nimesikia nini? Haiwezekani. Wewe pia unahusika? Unahusikaje? Kivipi? Inawezekanaje umekuja naye jana nyumbani alafu yanatokea haya? Kwa hiyo una maana kuwa mimi ni mhusika? Shit! Hivi unanigeuka tena? Unanigeuka? Yeah, kama wewe ni msaliti unastahili kufa kwenye kikosi cha polisi. Unanifahamu kweli? Askari ndio unakaa na wasaliti ndani ya nyumba. Kisa kwamba ni wapenzi wako. Hata mtoto wako anaweza kuwa askari. Alafu anaweza kupatikana kama hivi. Haimaanishi kwamba kama amehusika mimi nimehusika. Haya maneno siyajui. Toni, nitakuelewa vipi? Nitakuelewaje mimi? Mchukue, twende tumfanyie interrogation. Hapo tutajua ukweli. Kwani kuniarasi hivi kama hujajua ukweli. Sisi ni askari. This was just a friendly fire. Lakini ukae ukijua hawa wanawake wenye tunakaa nao, kwa makini sana nao. Vile ulivyosema ni ukweli. Hawa watu tunaokaa nao, tukae nao kwa makini sana. Ukweli. Sasa ona, unakaa na jambazi na ujui. Twende tumfanyie interrogation. Unifanyisha zoezi la ziada. Hayo yes. Kwa sawa. Sasa tu makini. Ndio sawa, usijali. Yes, unaenda wapi? Naenda kumtafuta mkao. Acha ndio huyu.
Sawa tu. Wewe si mwanangu sawa. Hello baba. Habari ya leo? Nini unasema? Mko police station? Nana. Hivyo baada ya kuchunguza sana wananiambia ni Namukula. Sasa mama si unaona nilikuwa na Namukula mgani? Huyu mwenye unamjua huyu mwenye ulikuwa unang'ang'ania ni yeye. Amefanya nini jameni? Yeye ndiye anahusika na haya mambo yote ya kumteka mke wangu nyara. Ndio tunamwendea tunaenda kumchukua nyumbani. Sababu wale makauzi wamesema wametumwa na yeye. Baba unaongea nini? Alitekewa nyara wapi? Alikuwa anaenda kliniki mama. Nitafanya aje jameni? Ai.